Wapendwa, karibuni kwenye channel yangu hii kwenye lengo la kujifunza namna mbalimbali juu ya afya yako. Lakini leo niko hapa kuwakumbusha au kuwaelezea yajue masaa gani mazuri ya wewe mwanafunzi kuweza kujisomea ili uweze kufaulu mitihani yako, aidha mitihani ya ndani au mitihani ya taifa. Ikiwa wewe mzazi, ndugu, jamaa na marafiki, una mtoto rafiki yako unaona kwenye mambo ya kusoma hayuko vizuri darasani, ufaulu wake ni mdogo, nisikilize hiki ninachokwenda kukuambia hapa. Kwenye kusoma kuna masaa. Kama tunapojua siku moja ina takribani masaa 24. Kuna usiku, kuna asubuhi, kuna mchana, kuna jioni, kuna alfajiri na kadhalika. Sasa katika kusoma ni nidhamu inahitajika. Kusoma ni utayari wa wanafunzi mwenyewe inahitajika. Lakini leo niko hapa kuwakumbusha ni masaa gani sahihi ya wewe mwanafunzi kuweza kujisomea ili ufaulu mitihani yako. Unapofaulu mitihani, maana yake unajongea kwenye ngazi nyingine ya kimaisha. Kufaulu ni raha. Kufaulu inakufanya ujisikie kama kweli wewe ni mtu. Sasa kwa nini ufeli? Nisikilize mimi nilikuwa nikitumia masaa haya, na bado kuna wenzangu wengine nimewashauri wanatumia masaa haya, wanafaulu na wanafanya vizuri. Nisikilize. Siku moja ina masaa takriban 24. Na naanza kuigawa kwenye makundi mawili. Saa 12 ya kwanza, masaa 12 ya pili. Masaa 12 ya kwanza asubuhi, kuanzia saa 1, saa 2, saa 3 na saa 4 asubuhi. Haya ni masaa mazuri ya wewe mwanafunzi kuweza kujisomea mwenyewe, private study wazungu wanasema. Tumia masaa haya kujisomea topiki zako wewe kama wewe. Usichanganye topiki. Chagua topiki zako 3, 4 za somo husika, soma. Ndani ya masaa haya tenga muda, aidha ni hostels, aidha ni nyumbani, aidha ni forest, anywhere ambapo wewe unaona ukikaa utaweza kujisomea na vitu vikaingia. Tumia masaa haya, saa 1, saa 2, saa 3 na saa 4. Itakapofika saa 5 asubuhi na saa 6 mchana, usisome mwenyewe, soma kwenye group discussions. Soma kwa kujadiliana na wenzako. Weka majadiliano ya mada mbalimbali ambazo nyewe mnataka kusoma siku hiyo. Itakapofika saa 7, itakapofika saa 8, itakapofika saa 9, tumia masaa haya mawili kufanya refreshments, masaa 3. Refreshments iko tofauti. Kuna michezo, kuna chatting, kuna kila mtu ana namna yake. Wengine games, kucheza games on computer au simu. Tumia muda huo saa 7, saa 8, saa 9. Hakikisha ndani ya masaa haya umepata muda wa kula. Umekula, umeshiba. Itakapofika saa 9 jioni, saa 10 jioni, saa 11, saa 12 na saa 1. Saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 jioni. Tumia masaa haya kujisomea wewe mwenyewe tena. Takriban masaa 4. Soma wewe kama wewe. Wazungu wanasema ni private studies. Soma, jisomee bila kuhitaji usumbufu wa aina yoyote. Aidha dining, aidha hostels, aidha dining, aidha nyumbani, popote ambapo nafikiri ukikaa utaweza kujisomea ukiwa wewe kama wewe. Chagua topiki 3, 4 ndani ya masaa hayo kujisomea. Soma kwa kukariri. Kusoma ni kukariri. Sawa pendo? Kusoma ni kukariri. Itakapofika saa 1, itakapofika saa 2 usiku na saa 3 usiku, fanya refreshments. Haya ni masaa mazuri ya kufanya refreshments kama mwanafunzi. Angalia Taifa Habari, imba mziki, sikiliza mziki, cheza mziki. Kama unapenda kucheza game, cheza game. Kama unapenda kuangalia movie, angalia movie. Haya ni masaa mazuri ya wewe mwanafunzi
kuweza kuyatumia na mwishoni ukafaulu mitihani yako. Kama kweli unataka kufaulu, itakapofika saa 4 usiku, itakapofika saa 5 usiku, acha kusoma. Tumia muda huo kufanya assignments. Tumia muda huo kufanya homeworks. Tumia muda huo kufanya kiporo chochote ambacho ukifanya kwenye masomo yako. Aidha kuandika notes, andika. Aidha kuna kazi ulipewa kufanya, ifanye kuanzia saa 5, kuanzia saa 4 na saa 5. Saa 4 na saa 5 usiku. Tumia masaa hayo kufanya assignments na homeworks. Itakapofika saa 6, saa 7, saa 8 na saa 9, haya masaa unatakiwa ulale. Lala kabisa. Lala. Nikisema complete lala itakuwa ni jambo lingine, lakini unatakiwa ulale kuanzia saa 6, kuanzia saa 7, saa 8 pamoja na saa 9. Almost masaa 4. Ingawa kiafya tunatakiwa kulala masaa 7, lakini wewe tenga muda wako 4 kulala kama kweli unataka kufaulu mitihani yako. Itakapofika saa 10 alfajiri, saa 11 na saa 12 asubuhi, amka. Tumia hayo masaa 3 kujisomea wewe mwenyewe. Kusoma ni wewe mwenyewe, lazima uwe tayari kujisomea. Tenga muda wako private study, kajisomea. Kumbuka, saa 5 na saa 6 ni masaa yenye kuhitaji discussions. Yenye masaa yenye kuhitaji mambo ya majadiliano kuhusiana na mada mbalimbali ambazo umesoma. Natumaini ukifuata masaa haya, jaribu uone ndani ya mwezi mmoja utaona kuna kitu kimeongezeka kwenye kichwa chako tofauti na ulipo kwa sasa. Kama kweli ndugu yangu unataka kufaulu, fanya haya ninayokuambia. Wasomi wengi ukiwauliza watakwambia ndani ya masaa haya ndio masaa ambao wao wametumia kuweza kujisomea. Endelea kusubscribe page yangu ili uweze kupata masomo tofauti kuhusiana na afya yako. Kufaulu ni afya. Kufaulu ni furaha. Umia kuona wenzako wanafaulu alafu wewe unafeli. Kumbe tatizo ni masaa. Zingatia masaa sahihi ya wewe kusoma. Asanteni, na jaribu kuendelea kusubscribe page yangu ili uendelee kujifunza zaidi. Kwaherini.